Ninamshukuru sana Mungu kwa ajili yetu sote, na hasa kwa kutoa hiki kibali cha kuweza kukutana hapa nyumbani kwetu kwa ajili ya kufuturu kwa pamoja. Niseme asanteni sana jumuiya nzima ya BAKWATA mkoa wa Mbeya, wilaya ya Mbeya vijijini pamoja na mjini na viunga vyake vyote, misikiti yote, kwa mwitikio wenu wa heshima kubwa kwangu. Asanteni, Mungu aendelee kuwatunza sana. Unajua, unaweza ukaalika lakini wasije. Lakini mimi niliomba mwaliko wangu kupitia kwa shehe mkuu wa mkoa, na nyinyi mmeitika hivi. Asanteni sana. Ndugu zangu, tunaelekea ukingoni kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na pia baada ya hapo wiki moja zaidi tutaelekea ukingoni kwa Kwaresma. Namna tumeishi kwa upendo, kwa kujitunza, kwa nidhamu ya hali ya juu katika kipindi hiki cha mfungo, tumuombe Mwenyezi Mungu atupe neema yawe ndio maisha yetu ya kila siku. Niwapongeze wote ambao mnaendelea kuwa na mfungo. Mungu akatufanyie wepesi, akatupe riziki halali, wote tukapate futuri ya uhakika, hata siku ya kushereheka kila familia ikafurahi. Asanteni sana. Sina neno zaidi la kuambia zaidi ya tuombeane heri, afya na uzima. Basi mwakani tena Mungu akatupe neema, akaruhusu tukakutane tena, ikiwezekana wengi zaidi, tukaendeleze mahusiano haya yanayotujengea upendo kwenye nafsi zetu, yanayotujengea amani katika jamii yetu ya mkoa wa Mbeya. Lakini vile vile kukusanyiko kama hili linatusaidia pia kukutana wale ambao tulipotezana muda. Huenda wengi hamkuonana, lakini kupitia iftari hii tumeweza kuonana. Kusema asalamu alaykum, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako, na yeye akajibu wa alaykum salam, na kwamba toka kwangu mimi pia na kwa nini kuna amani, ni kwamba unamthibitishia kwamba amani iko baina yenu. Na sisi nchi yetu wakati wote tunataka amani, tunataka utulivu, tunataka amani ili tuweze kukaa katika hali kama hii tukafurahi, hatuna wasiwasi wa kusikia mabomu wala nini. Tunataka amani ili maendeleo ya nchi yetu yaweze kwenda. Na tunaambiwa watu mtaalamu, jambo la heri pia ni katika kulisha chakula. Unapolisha chakula basi unakuwa umefanya jambo kubwa sana. Miongoni mwa utakaowalisha, wapo ambao wamekuja kula kwako, wana uwezo wa kula kwao, lakini kuja kula kwako tayari kuna swala la kujenga mahusiano mazuri na swala la kujenga ukarimu na upendo baina yenu. Lakini miongoni mwao wanaweza wakawemo ambao hawana uwezo wa kupata chakula. Kwa hiyo ni ibada nzuri ya kufanya, na nakuomba dada yangu usisite katika kuendelea na kitu kama hiki katika wakati kama huu na hata wakati mwingine. Ni jambo zuri sana. Ndugu, nimesimama hapa lakini najua bila shaka kuna wengine wazungumzaji, msichukue muda mwingi sana na kuzingatia tu ndani ya mwezi ambao matendo ya ibada yanasisitizwa zaidi na ibada zinaongezeka nyingi mno katika mwezi huu. Mbeleni tuna ibada ya swala za tarawih na vinginevyo. Kwa hiyo kwa uchache huo ndio salamu zangu na ujumbe wangu kwa siku hii ya leo. Billahi tawfik, wassalamu alaykum. Lakini awali yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha kukutana jioni hii ya leo, lakini tukiwa wazima na wenye afya kwenye jambo hili, jambo la heri, jambo la baraka ambalo amelifanya dada yetu Mheshimiwa Mary Priska. Lakini pia nami niungane na wenzangu wote ambao wamempongeza Mheshimiwa Mary Priska kwa hichi ambacho amekifanya. Hii kwa jinsi mlikuwa mnafunga shehe hapa, ila ni sadaka, inayo ni ibada ambayo umeifanya. Kwa sisi tunakupongeza, na mimi kila siku nakwambia nikiwa mkubwa nataka kama wewe. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni la baraka ambalo kwa kweli Mwenyezi Mungu atukupe hii sadaka ambayo tumeifanya siku ya leo, na naambiwa ni kila mara huo unafanya. Kwa hiyo sisi tunakuombea kwamba hicho ambacho unaendelea kufanya basi Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki ili uendelee kufanya. Lakini kwa sababu tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani
pia na sisi Wakristo tuko kipindi cha Kwaresma. Ni muda ambao mara nyingi huwa tunafundishwa na tunaaswa mambo mengi sana kuhusiana na dini zetu, lakini jambo kubwa ambalo kila mara tunaendelea kufundishwa katika kipindi hichi ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kupendana, tunaendelea kushikamana, lakini pia bila kusahau kuwasaidia wale ambao hawajiwezi au ambao wako katika mazingira magumu. Kwa hiyo tukiwa wote katika kipindi hichi, basi tusisahau katika ibada tunazofanya, basi tuwakumbuke na wale wenzetu ambao wako katika mazingira magumu. Lakini pia nipende tu kusema sisi binafsi na naamini watu wote ambao tuko hapa tunaendelea kukuombea kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki, lakini pia Mwenyezi Mungu aione kazi ya mikono yako ambayo unaendelea kuifanya, aendelee kukuneemesha, aendelee kukuinua, ili na sisi tuendelee kujifunza kutoka kwako. Kwa namna alivyotukutanisha leo jioni hii, tunasema asante sana. Mwenyeji wetu tunakushukuru sana, tunaendelea kukuombea. Mwenyezi Mungu akubariki, akupe afya njema, uendelee kutenda yale yaliyo mema, lakini na rais wetu aendelee kukutuma zaidi, ikiwezekana kuongezea majukumu mengine, maana haya unayaweza sana. Sisi wanawake wa mkoa wa Mbeya tunaendelea kukuombea, tunaendelea kukutia moyo, lakini tunaendelea kumwombea rais wetu aendelee kutenda mema, aendelee kuwatumikia Watanzania. Tunaona jinsi anavyoleta fedha nyingi katika maeneo yetu, na sisi tunakuahidi kama chama tawala tutaendelea kuzisimamia hizi fedha na kumwombea rais wetu. Niseme kwamba hali ya usalama ni shwari, japo matukio machache ya vijana wetu ambao kwa namna moja au nyingine wanakengeuka. Nitumie nafasi hii sasa mashehe na mapadre pamoja na viongozi wote wa dini mbalimbali mliofika hapa, tutumie mwezi huu ambao umetukutanisha sasa Wakristo na Waislamu ambao tunaamini kabisa kwamba kutenda mema ndio jambo la muhimu. Lakini kwa wale ambao wachache wanazidi kukengeuka na kufanya makosa, sisi jeshi la polisi tunamsaidia Mwenyezi Mungu kuwakamata na kuwapeleka kwenye vyombo vya sheria. Lakini sasa hatufurahi kuona mtu anafungwa, isipokuwa tunamuombea abadilike, na naomba sasa mfanye kazi ya kuombea wale wote ambao wanakengeuka na kuharibu hali ya usalama ya mkoa wetu waweze kurudi na kumrudia Mwenyezi Mungu. Baada ya kusema hayo, tuhakikishie tu kwamba baada ya mfungo huu wa Krismasi wa Kwaresma pamoja na Ramadhani, sisi jeshi la polisi tutaendelea kuimarisha usalama ili muweze kusherehekea sherehe hizi kwa amani na utulivu. Asanteni.